Katika hali ya kibinadamu, kuna wakati mwanadamu anapitia changamoto kwenye mazingira au hali fulani, inampelekea kuwa na hali ya uoga au kuweka mashaka na hofu ndani ya moyo wake. Namna ambavyo Mungu anatutazamia, haswa sisi tunayemwamini, imani yetu ipo kwake Mungu aliye hai. Imani yetu ipo kwake yeye aliye Mwokozi na Bwana wa maisha yetu, Yesu Kristo. Hatupasi kuonesha mazingira ya uoga wala hofu. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 31 mstari wa 8, wakati nabii Musa akiwa kama kiongozi na nabii wa Bwana kwa habari ya taifa la Israeli, wakati anamkabidhi Yoshua uongozi wa kuongoza wana wa Israeli na kuwafikisha nchi ya ahadi, alimwambia kwenye Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 8, asema, naye Bwana ndiye atakaye kutangulia, atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha, usiogope wala usifadhaike. Kwenye Yoshua sura ya 3 mstari wa 3 hadi 17 utaona Mungu anatoa maelekezo kwa habari ya wana wa Israeli kuvuka katika mto Yordani kwenda ng'ambo ya pili. Anatoa maelekezo, anasema wawatangulize makuhani, na makuhani hao wanapaswa kubeba sanduku la agano, ikimaanisha ni uwepo wa Mungu. Na mara baada miguu ya makuhani waliobeba sanduku la agano kukanyaga maji ya mto Yordani, Mungu atafungua njia na watapata mpenyo, njia ya kupita na kuvuka ng'ambo ya pili. Jambo hili alikuwa ni geni wakati wa uongozi wa Yoshua, kwa sababu alishaona tayari miujiza mingi na ishara nyingi kupitia kiongozi wake Musa, na alikuwa anaamini, na Mungu alifanya mambo kwa design hiyo hiyo, lakini katika namna tofauti. Kwenye Kutoka sura ya 14 mstari wa 15 hadi wa 16 tunaona Mungu anamwambia Musa, kwa nini unanililia wakati jeshi la Farao liko nyuma na mbele kuna bahari, hawana sehemu ya kwenda? Mungu anamwambia Musa, kwa nini unanilia? Waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Na alipotii, ukisoma Kutoka sura ya 14 mstari wa 21-22, Musa alipotii na kufika katika bahari ya Shamu na kunyosha fimbo yake juu ya maji, basi maji yaliacha njia na taifa la Israeli likaweza kupita. Katika Agano la Kale kuna udhihirisho wa malaika wa Mungu kupitia watu kadha wa kadha. Mfano, ukisoma Waamuzi sura ya 6 mstari wa 23, tunamwona Gideon. Malaika wa Bwana alipomtokea Gideon, jambo la kwanza alimwambia, usiogope, usifadhaike, usiwe na shaka ndani yako. Ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 12, 19, utaona na watu kadha wa kadha katika Agano la Kale Mungu anawaambia kupitia malaika wake, usiogope wala usiwe na shaka. Hata wale ambao Mungu alikuwa anajifunua kwao kupitia ndoto, kupitia njozi, Mungu alikuwa anawasisitiza wasiogope wala wasiwe na shaka. Ukisoma Agano Jipya, Luka sura ya 1 mstari wa 13, tunaona malaika wa Mungu anamwambia Zakaria ambaye ni kuhani katika madhabahu, mtumishi wa Mungu, anaambia usiogope kwa kuwa sala yako imesikika. Alikuwa na hofu kwa sababu nyakati za uzee zimeshamkaribia, na yeye ashakoma kabisa kuzaa na mke wake umri ushaenda, lakini Mungu akamwambia kupitia malaika wake, usiogope kwa sababu sala yako imeshakwisha sikika katika mbingu. Katika kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 30, tuna malaika wa Mungu anazungumza na Mariamu, yule alikuwa bikira, anaambia usiogope kwa maana umeona kibali cha Mungu, umepata kibali cha Mungu. Katika hali ya kibinadamu, katika hali ya mashaka na hofu, mwanadamu anaweza kaingia uoga, akapoteza matumaini, akapoteza imani kwa sababu ya hali fulani ya kibinadamu yenye mipaka. Lakini Mungu siku zote anatuambia lugha ya usiogope, usiwe na mashaka, usiwe na hofu. Luka sura ya 2 mstari wa 10, hata wakati wale wachungaji wakichunga wanyama katika kondeni, wakati malaika wa Mungu anawaambia msiogope, tumewaletea habari njema, habari kwa watu wote kwamba Masihi atazaliwa. Ni wakati wa Masihi kuzaliwa. Aliona watakuwa na hofu ndani ya mioyo yao, hata kama sheria na Torati ya Musa maandiko yameandika, lakini aliwasitiza msiogope, wameleta habari njema. Kwa nini Mungu anasitiza watu wasiwe na hofu, wasiwe na woga, wasiwe na mashaka? Ni kwa sababu imani
kwa Mungu, adui wa kwanza kupinga imani ya Mungu ndani ya moyo wa mtu ni hali ya uoga, hali ya mashaka, hali ya hofu inayonyanyuka ndani ya moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo kitu pekee shetani anaweza kukifanya ili jambo lisitokee kwenye maisha ya mtu ni kutengeneza mazingira ya hofu, mazingira ya uoga, mazingira ya hali ya kuwa na fadhaa ndani, ili kuzuia mtembeo wa Mungu au ahadi za Mungu zisitokee kwenye maisha ya mtu. Ukisoma Mathayo sura 28 mstari wa 5, tunaona malaika anamwambia wale akina mama, kina Maria Magdalena na wengine walienda pale kaburini. Mara baada ya kushuka, naambia msiogope, mnayemtafuta Yesu Kristo ameshakushafufuka. Mungu anataka tusiishi na hali ya uoga wala hali ya hofu. Wakati Yesu Kristo miaka 2000 iliyopita kwenye Mathayo sura ya 8 mstari wa 26 na 27 anamwambia, mbona mmekuwa na imani haba? Akazikemea zile pepo wakati wako katika mashua baharini. Walikuwa wanamwamsha, master, tunaangamia, tuna hofu, wakati mawimbi ya bahari yanapiga. Yesu Kristo anaamka, anamwambia, mbona mnakuwa na imani haba? Kilichosababisha wale wanafunzi walikuwa na Yesu Kristo ndani ya boti kuwa na hali ya fadhaa na hofu, kwa sababu hawakuamini kwamba yule walionaye katika boti, Masihi Yesu Kristo, ana uwezo wa kuokoa. Hawakuamini hata kama walikuwa nao muda wote. Ndivyo ilivyo sasa hivi. Mtu anaweza kawa na Kristo ndani yake, lakini inapotokea dhoruba, hofu, mashaka, mtu anaweza akaweseka na imani kwa Mungu au imani kwa Kristo ikaweza kuondoka, na jambo baya likaweza kumtokea lenye kuharibu au lenye kuangamiza. Mathayo sura ya 14 mstari wa 29 hadi 31, Petro anatembea juu ya maji, lakini Biblia inasema Petro alipotembea hatua kadhaa aliona shaka ndani ya moyo wake. Alipoona shaka, Biblia inasema akaanza kuzama. Kuna mambo ambayo tunayathubutu kwa imani kuyaendea, lakini hofu inapokuwa inatanda na uoga unaoingia ndani yetu, kuna hali ya kuzama, kuna hali ya kutoka katika ule mtembeo Mungu alikusudia. Lakini tunaona Yesu Kristo baadaye alikuja, akamshika mkono, akamwambia, mbona imani haba? Akamvuta, akamtoa kwenye maji. Mungu hataki tuishi katika hali ya mashaka wala katika hali ya hofu. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 15 na 16 kwamba Mungu hakutupa roho ya uoga iletao hofu, aitupa roho ya Roho Mtakatifu anayelia haba ndani yetu, anayesema baba ndani yetu, na huyo roho ndani yetu ndiye anashuhudia kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7 anasema, kwa maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Mungu anazungumza, Yesu Kristo anazungumza kwenye kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 27 hadi 29, anasema, kondoo wangu wanaisikia sauti yangu, nao unifuata, nami nawapa uzima wa milele. Wale wanaoisikia injili ya Yesu Kristo humfuata Yesu Kristo, na Yesu Kristo anawapa uzima wa milele. Anasema wale wanaomfuata anawapa divine assurance, uthibitisho wa kimungu kwamba hawatatoka, hawatadhuriwa na adui, kwa sababu yoyote anayemfuata na kumwamini Yesu Kristo amekuwa amehifadhiwa katika mikono ya Mungu. Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 3 anatoa msitizo wa kuomba dhidi ya watu wabaya. Anasema kuna watu ambao ni watu wabaya, watu wasiokuwa na haki, wasiokuwa na imani. Mstari wa 3 wa Thessalonika wa pili sura ya 3 mstari wa 3 anasema, lakini Bwana ni mwaminifu, atakayewafanya imara na kuwalinda na yule mwovu. Mungu anataka tukeshe katika maombi, tudumu katika maombi, imani yetu iwe katika Kristo Yesu, kwamba hata katika mazingira ya wabaya, mazingira ya waovu, wasiokuwa na haki, Mungu ana uwezo wa kutulinda na yale mabaya na kutufanya kuwa imara na kutuepusha na hali ya uovu na uharibifu. Katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 9 hadi 18 tunamwona mtume Paulo anamwandikia barua mchungaji Timotheo. Kuanzia mstari wa 9 pale Timotheo wa pili sura ya 4 anasema, jitahidi kuja kwangu upesi, maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa, akasafiri kwenda Thesalonike. Kreste amekwenda Galatia, Tito amekwenda Dalmatia, Luka peke yake yupo hapa pamoja nami. Umtwae Marko umlete pamoja nawe, maana anifaa kwa utumishi. Lakini Tutiko nalimpeleka Efeso,
lile joho nililoliacha kwa Kapro huko Troa, ujapo ulilete, na vile vitabu hasa vile vya ungozi. Iskanda, anasema mstari wa 14, Iskanda mfua shaba alionyesha ubaya mwingi kwangu, Bwana atamlipa sawasawa na matendo yake. Nawe ujihadhari na huyo Iskanda, kwa sababu aliyapinga sana maneno yetu. Katika jawabu langu la kwanza hakuna mtu aliyesimama upande wangu, bali wote waliniacha, nao kwamba wasihesabiwe hatia kwa jambo lote. Lakini Bwana alisimama pamoja nami, akanitia nguvu, ili kwa kazi yangu ule ujumbe utangazwe kwa utimilifu, hata wasikie maarifa yote, nami nikaokolewa katika kinywa cha simba. Mstari 10 anasema, Bwana ataniokoa na kila neno baya na kunihifadhi hata nifike ufalme wake wa mbinguni. Utukufu una yeye milele hata milele. Mtume Paulo anasisitiza kwamba wapo wakina Iskanda, wapo watu ambao walimwacha katika utumishi wake, lakini anasisitiza kwamba Mungu awarehemu, Mungu awasamehe, lakini Mungu awaepushe na kina Iskanda ambao walikuwa ni kinyume na kazi ya Mungu ya kupeleka Injili. Mungu siku zote anatulinda na uovu na ubaya na uharibifu. Anachotaka imani yetu au tumaini letu liwe kwake yeye. Tunapotoka mwezi huu wa 5 wa 2026 kuelekea mwezi wa 6 2026, Mungu amesema kwa sauti yake, na leo ni tarehe ya mwisho wa mwezi, atamshika mtu mkono, atamvusha. Hatupaswi kuwa na hofu, kuwa na mashaka, kuwa na woga. Kokote ulipo na kubariki unapoingia mwezi wa 6. Mungu akubariki sana. Jina langu naitwa Mtume Daktari Wilson Masawe. Shalom Aleikum. Take care.